Sigrid, habari za asubuhi. Kwema, pole na unaendeleaje? Namshukuru. Pole sana. Unazungumza moja kwa moja hapa na Morning Bantu. Niko mimi Skawa Zungu pamoja na Kamila Mbwana. Tunatamani kufahamu na wananchi pia wafahamu tukio lilikuwaje na nini hasa kilisababisha wewe kuwa hospitali sasa hivi na mambo mengine ambayo inawezekana Watanzania hawayajui kutokana na tukio ambalo lilitokea jana. Asante. Tulikuwa na kikao cha ndani cha kawaida cha chama, lakini mambo ya vikao vya ndani yanakuwa ni mengi kidogo. Kwa hiyo wakati ulipofika wa kuzungumza kuchangia hoja iliyoko mezani, kidogo kuna sintofahamu ilitokea. Bosi wangu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa John Heche, alinitoa nje kwamba nitoke nje kwa sababu nilipaniki of course. Okay. Nilitolewa nje, nikakubali kutoka nje. Nilipotoka nje, nikiwa nje nikamtumia message kwamba naomba nirudi nimalizie hoja yangu kwa sababu maelezo yangu ni marefu kidogo na changamoto pia ilikuwa ni muda pia. Okay. Kwa sababu kila mtu alipewa dakika mbili tu za kuzungumza. Kwa hiyo nikiwa nje wakaja wakanifuata niweze kurudi ndani. Lakini ninapokaribia mlangoni alijitokeza mlinzi wake. Ni Masai mmoja. Akanipiga kichwani na ngumi. Ndipo nilipoondoka. Okay. Na ndio akaanzia hapo. Okay, labda Sigrid, hoja ilikuwa ni nini mpaka wakatolewa nje? Hayo ni mambo ya ndani sana, lakini tulikuwa tunajadili tu changamoto za kichama za mkoa wetu wa Njombe na kwa nini mambo yaendi, vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya hoja ambazo zinaibuka na watu wanaenda mbali zaidi kutokana na namna ambavyo uchaguzi ulivyokuwa umefanyika na baadhi ya kambi Mbowe na kambi Lissu ambavyo zilikuwa, na wewe unatajwa kuwa mmoja wa watu ambao walikuwa upande wa Mbowe. Watu wamenukuu baadhi ya kauli zako ambazo ulizungumza kipindi cha nyuma, wanaunganisha dots hizo kwamba huenda bado hamja ondoa zile changamoto za labda mimi niweke wazi hilo. Mimi unajua moja ni moja, mbili ni mbili. Wakati wa uchaguzi mimi nilikuwa na muunga mkono kwenye nafasi ya mwenyekiti Mwamba kwa maana ya Freeman. Lakini nafasi ya makamu mwenyekiti nilikuwa na muunga mkono Mheshimiwa John Heche. Lakini watu walichukulia kwamba ukishakuwa na Mwamba basi hawa wengine ni kama hauko nao. Lakini mimi ni muelewa, uchaguzi ukishaisha tunatakiwa turudi kwa pamoja. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo that is the reality, miongoni mwa vitu ambavyo vinatutesa mpaka sasa ni hicho kitu. Huo ndio ukweli. Yaani tumekuwa na changamoto kubwa hiyo, na mimi nilivyoiona kibinadamu hatuwezi kuimaliza, ni Mungu tu aingilie kati. Yaani mambo yanavyoendeshwa, yaani utafikiri Freeman bado yupo wakati yuko busy na mambo yake na hana hata muda na sisi. Lakini bado we are still fighting against him wakati mtu alisajipumzikia na yuko busy na mambo yake. Na mimi niko tayari kuendelea na uongozi uliopo and I'm ready, lakini bado hatuaminiani. Huo ndio ukweli. Bado hatuaminiani. Poleni sana. Na nyinyi kama viongozi sasa mmejaribu kuwaambia viongozi wakuu wa chama kuna hayo haja ya kuondoa hizi tofauti, tukae tuzungumze. Nini kinazungumza? Sababu moja kati ya ajenda yenu kwenye hii mikutano nimeambiwa ni stronger together, ikiwa na maana ya kwamba kuondoa tofauti ambazo zilikuwa kwenye uchaguzi na kurudi kuwa kitu kimoja kama chama. Changamoto ni kwamba Skawa, unapokuwa kiongozi lazima uwe na ulimi unaoweza kurudisha watu kwenye mstari mmoja. Ukiangalia the way mambo yanapozidi kwenda sasa hivi, kiongozi usipokuwa na ulimi unaorudisha watu pamoja, ile mipasuko inaendelea. Umenielewa? Yeah. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mikutano yetu ya hadhara, ukiangalia vikao vya ndani, yani viongozi usipopambana kuwa na ulimi wa kurudisha watu pamoja, tuache kejeli, tufanye nini? Kwa sababu kuna vitu naona kabisa kiongozi anasimama upande wa kuona kama viongozi wa zamani
ndo walikosea. Sasa hawa wengine unafikiri watarudi pamoja? Kwa mfano ikitokea changamoto ya mgogoro labda Njombe, ukisimama jukwaani au kwenye kikao cha ndani ukasema migogoro ya Njombe ilitokana na viongozi waliopita, hapa umeongeza mgogoro tena hapa Njombe. Umeona? Wewe mtakiwa uanze sasa twende mbele. Ukianza kurudi nyuma, ukweli ni kwamba huwezi kutoa damu ya Mbowe kwa watu wa Chadema. Yani it is impossible. It is impossible. Yani watu wataendelea kumpenda tu, tujenge chama. Mimi msimamo wangu ni kwamba hatuwezi kufuta legacy ya Mwamba kwenye chama hiki. Hata tungefanyaje, tuendelee kumheshimu, lakini turudi tuwe wamoja. Hizi mbinu za kuendelea kuona Mwamba kama kuna vitu walikosea nini au kulazimisha tu mapendano ya moja kwa moja kirahisi na kuonyesha moja kwa moja kwamba huyu mtu hajiki, it is impossible. Huwezi. Watu yule mzee bwana ni kama walichangia hivi. Yeah. Sawa, baada ya tukio hilo kutokea siku ya jana, kuna taarifa yoyote ambayo umeipata kutoka kwa viongozi au viongozi wamekuja kukuona, kuanzia mwenyekiti wako wa chama mkoa wa Njombe Rose Maemba, baadhi ya viongozi wa mkoa ambao walikuwepo katika hayo maeneo, kuna chochote kimefanyika? Ndugu yangu, hakuna kilichofanyika. Watu wanaendelea na ratiba zao, wanaendelea na mikutano yao. Na hakuna chochote ambacho wameongea na wewe hata kwa njia ya simu? Kwa sababu changamoto imeshakuwa kubwa sana, huenda hata nilipofanywa kuna watu wamefurahi. Ndio ujue tulipofikia sasa. Nyinyi ni wamoja, Sigrada. Ni chama kimoja na mko kikao cha ndani. Mimi niko vizuri sana kwa maana ya napenda hayo mambo, lakini kuna watu wameombewa hivyo, huwezi kuforce. Na I tell you, kwa leo yule kaka alipokuwa anajiamini, there was a backup behind him. Okay. Kwa sababu mimi nimeruhusiwa kuingia na mwendesha kikao na bosi wa kikao, anasema hupiti hapa. Yaani anaapa hupiti hapa, na anazungumza kwa nguvu ndani, wanasikia hupiti hapa. Wakati oda imetoka ndani. Sasa wao wanajifunza nini? Anaapa usipite, oda imetoka kwa bosi ndani. Unajifunza nini hapo? There was a backup. I say. Pole sana. Sasa baada ya wewe kupata nafuu ukapona, utaendelea na shughuli zako za chama, utarudije na nini plani yako? Mimi ni fighter and I love this part. Nimekupambania kichama, naendelea kukipambania. And bahati nzuri hakuna naye nilipa, I'm using my own cost. Nitaendelea na program zangu kama mwenezi wa baraza na nina ratiba ya kuzunguka nchi nzima. Hata angenizuia, hakuna wakunizuia mimi. Kwa sababu issue ilikuwa ni kwamba mikutano yangu haina barua, haina taarifa. Barua zilisomwa pale. Kwa hiyo nikagundua watu wanatafuta sababu. Lakini hiyo barua ukitaka kuamini kwamba watu wana mipango michafu, hawajaililizi. Vingine vyote wanazungumza barua zangu za taarifa za mikutano ambazo nilikuwa nazitoa kwenye chama ili chama kiwe na taarifa, zimesomwa pale. Lakini ukifuatilia propaganda wanakwambia hoja ilikuwa ni kwamba kwa nini anafanya mikutano bila taarifa. Walimdanganya makamu mwenyekiti watu wa Njombe kwamba sitawagi taarifa. Bahati nzuri katikati ya kikao, katibu wangu wa baraza la wanawake mkoa alikuwa na soft copy ya barua ambayo alikitaarifu chama ngazi ya mkoa. Ikasoma pale, ikaonekana kumbe ni propaganda tu. Kwa hiyo the issue was ni kwamba unatafutiwa kosa, lakini ndio kosa halipo. Sasa tunafanyaje? Una tofauti yoyote na mwenyekiti? Maana mwenyekiti pia nafikiri ni mmoja wa watu ambao wako kwenye baraza la wanawake. So mwenyekiti wenu pia ni mwanamke. Mwenyekiti wangu wa baraza la wanawake taifa, mheshimiwa. No, namaanisha mwenyekiti wa mkoa wa Njombe. Wa chama wa baraza. Wa chama. Hatuna mwenyekiti wa chama mkoa wa Njombe. Wewe anayejitambulisha sio mwenyekiti wetu. Anafosi. Mambo ni mazito sana. Ndio tunatarajia kuufanya. Umesahau kama ulifutika mara 3. Ulishindikana mara 3. Lakini chama kinamtambua kama mwenyekiti na amekuwa akitambulishwa hivyo. Sio kwa sasa, niamini mimi. Yeye anajitambulishaje hivyo, lakini chama hakijamtambulisha kama mwenyekiti. Sisi uchaguzi wa Njombe ulivurugika mara 3 na hata miongoni mwa vitu vilivyozungumzwa juzi ni maagizo ya makamu mwenyekiti kuagiza uchaguzi wa mkoa ufanyike haraka sana. Ila yeye aliendelea kujitambulisha hivyo. Sio, unajua title ina vitu vingi. Basi sisi kama Morning Bantu
tunakuombea upone haraka, urejee kwenye majukumu yako ya katibu mwenezi wa baraza. Kuna swali dadangu analo hapa. Kuna swali? Tutakuuliza Sigad. Kuna mwanamke mwenzako ana swali hapa bwana. Nataka kukuuliza kidogo. Habari yako? Salama. Na unaendeleaje? Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Kuna ripoti yote ya daktari ambayo inasema umeumia kwa hali gani? Ripoti ile ya ndani baada ya uchunguzi. Walishachukua polisi PF3, kwa hiyo sijajua recommendation ya daktari inasema nini. Lakini mimi naendelea na matibabu hapa na wanaendelea kunitibu vizuri. Lakini kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria siku hizi, ukishafika hospitali na ripoti kishajazwa, mpelelezi wa kesi yako anachukua moja kwa moja, au irudishi wewe polisi, wewe ambaye ni mlalamikaji. Anaendeleaje sasa hivi? Unaendeleaje? Na ana maumivu wapi? Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Maumivu ya kichwa mpungua? Na tumbo? Yeah, nashukuru Mungu ndio maana leo nimeamka vizuri. Tumbo? Naendelea vizuri kabisa. Safi. Basi sisi kama Morning Bantu tunakutakia afya njema, upone haraka, urudi kwenye majukumu yako. Asante sana, nashukuru sana. Jamani, huyo ni katibu mwenezi wa BAWACHA, Baraza la Wanawake wa Chadema Taifa. Tena sio mkoa wala kanda. Huyu ni taifa, katibu mwenezi wa Baraza la Wanawake Taifa. Amepigwa kwenye kikao cha makamu mwenyekiti. Amepigwa na mwenyekiti akiwepo. Sasa utasikia kile ambacho alikuwa anakizungumza mwanzoni kwamba mimi nimeshacho kinoti. Sababu ya yeye kutimuliwa kwenye kikao ni kwa sababu ya hoja iliyokuja kwamba mikutano yake anayoifanya kama mwenezi wa baraza haina baraka za chama. Kwa hiyo yeye alikuwa anataka kuelezea kilichopo ndani, ilikuwaje, nini kilifanyika, hiki kikawa wapi. Sio umeelewa vizuri? Mbona amesema kulikuwa kuna barua pale? Yes, baadaye akaambiwa atoke nje na hakuna kuongea. Kauli ambayo ilitolewa na John H. Akatolewa nje kama ambavyo mmemsikia. Huko nje sasa akaendelea kuchati na H, anamwambia naomba niingie, kuna jambo nataka niliweke wazi. Akazuiwa, baadaye ndo akala ngumi ya hedi. Lakini jeshi la polisi linamtafuta. Mlinzi wa kiume alimpiga binti ngumi ya ulinzi. Tandika ngumi. Tunajaribu kumtafuta hapa makamu mwenyekiti wa Chadema. Yes, Chadema kwa kwenye hiki ambacho kinatokea, kuna kitu mimi nakiona kwamba kuna namna ambavyo ile stronger together ambao wanaisema bado haijawa sawa. Kuna namna ambavyo wanashindwa, yani wanapambana nayo na inawashinda. Sababu kuna namna ambavyo yaliyopita tuyaache, au inawezekana bado mzimu wa Mbowe unawatesa. Yaani ule mwenyekiti wake ule unawatesa. Na Sagala amezungumza, amemuita mwamba. Unajua amesema yule mwamba huwezi kumtoa kwenye mioyo ya wanachadema. Kwa hiyo maana yake bado kuna changamoto kubwa ambayo ipo ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambayo hawataki wao waiweke hadharani na waiondoe. Sababu kuna tumezungumza lini hapa Zungu kama unakumbuka? Ipo hata viongozi wa Chadema. Yes. Tumezungumza baadhi ya watu ambao wanaandika mitandao ya kijamii wanaona kabisa kama ukiona maelezo yao unaona kuna shida, kuna matabaka makubwa. Hata issue ya Wilbrod Slaa kurudi Chadema. Ukipata maoni binafsi hata bila kurekodi na nini, stories zetu zile tunazokutana kwenye viti virefu na baadhi ya wanachama wa Chadema, unaona kabisa hawajaridhika. Lakini pia mbali na kundi hilo, kuna wale ambao wana wafuasi wengi kwenye Instagram. Ukiona jinsi ambavyo wanaposti hawajaridhika, unaona kabisa hawa hawajaridhika. Kwa hiyo tukatae tukubali, lakini Chadema bado kuna mpasuko. Yaani Chadema hii ya Tundu Lissu bado haijakaa sawa kwa maana ya umoja na kushikana kama ilivyokuwa Chadema ya Freeman Mbowe. Na hii ni kawaida kwa sababu si hawakuzoea. Yaani hawakuzoea kwamba anaweza aje mwingine zaidi ya Freeman Mbowe. Lakini pia na viongozi sasa kuna namna ambavyo wanatakiwa kuwatreat hao watu ambao mazoea yatachukua muda kuzoea kama tuna viongozi wengine. Si umeelewa vizuri? Unajua hamna kitu kizuri kama tumetoka kwenye maugomvi, kwenye kusemana vibaya, chama ni kimoja, tunarudi tunaweka kila kitu sawa. Mimi na uhakika kuna baadhi ya wanachama sasa hivi wa Chadema ambao walitakiwa kuhudhuria kwenye baadhi ya mikutano na hawaendi tena. Morning Bantu.